yako, na sababu tumekuja, najua kwamba unaenda kubarikiwa. Niseme tena asante, kwa kuwa watu wa Wendani ni watu wa upendo, ni watu wa karimu. Kwa hivyo na wewe siku ya leo, jioni ya leo, kama vile tumekuja kwa ajili yako. Niseme kwamba mimi nimeokoka, na ubiri nikiwa nimeokoka. Mimi ni adui wa shetani, nampenda Yesu Kristo kama Bwana na Mwokozi wa maisha yangu. Na niseme kwamba sikuzaliwa nikiwa nimeokoka. Najua kuna watu wanasema kwamba sababu mama yangu alikuwa ameokoka, baba alikuwa ameokoka, nilikuwa naenda kanisani, ama niko na dini mzuri, mimi nimeokoka. Hapana. Biblia inasema kwamba unaamini kwa moyo wako. Unaamini nini? Unaamini kwamba Yesu Kristo alikuja na akakufa msalabani kwa ajili ya dhambi zako. Biblia inasema kwamba ukiamini hivyo unafanyika kuwa mwenye haki. Pia Biblia inasema kwamba na ukikiri kwa kinywa chako, unakiri nini? Kwamba Yesu Kristo alikufa na akafufuka, na siku ya leo uko hai. Nasema kwamba yeye ni Bwana. Biblia inasema kwamba na wewe utaokolewa. Kwa hivyo useme kwamba nimeokoka sababu nimepitia mambo yote ya dini yetu, mimi ni sawa. Nilikuwa wa dini kama wewe, lakini nikasikia sauti ya Bwana na nikampatia Yesu nafasi, nikaokoka. Kwa hivyo nahubiri nikiwa nimeokoka, na napenda watu wa Mungu sababu Mungu anakupenda. Na siku ya leo, jioni ya leo, najua kwamba tunaenda kubarikiwa. Pengine unauliza hao ni akina nani? Sisi ni Deliverance Church Kawe Ndani. Tuko tu hapa chini. Ukiingilia pale Alvo House, mita chache utatupata mahali pale. Ibada zetu, ibada ya kwanza huwa inaanza saa 2 mpaka saa 4:30. Ibada ya pili inaanza saa 5 kasorobo mpaka saa 7. Na katika ibada hizi zote, ya kwanza na ya pili, watoto huwa wanashughulikiwa vizuri. Tuko na walimu wamehitimu vizuri sana, wanaangaliwa vizuri. Na wewe ukiwa katika ibada yako, mtoto anashughulikiwa. Kwa hivyo tunawaalika, nafasi iko ya kila mtu kuja, nawe utabarikiwa. Useme kwamba mimi ni mwenye dhambi, siwezi kaenda kanisani. Kuja. Nilisema kwamba jina lake Yesu ni ngome imara, mwenye haki analikimbilia na anakuwa salama. Hata wale si wenye haki wakikuja kwa Yesu, Yesu anawaokoa. Na kwa hivyo jioni leo ningependa nimwalike askofu wetu aweze kuja atusalimie, pia aweze kukaribisha mnenaji jioni ya leo. Tutakuwa hapa leo, kesho pia tutakuwa hapa mapema, na pia siku ya Jumapili tutakuwa mahali hapa. Tumekuja kwa ajili yako. Ndio watu wanasema kwamba kunanyesha, pengine kutanyesha, usiogope. Mungu atatushughulikia. Kama Joshua aliweza kusimamisha jua, na pia nasi wakati huu, sababu Mungu anakupenda, atakupatia nafasi usikie neno la Bwana. Kwa hivyo tuunganishe mikono yetu, tumkaribishe our Reverend Dr. Reverend Leonard Kahinga anapokuja kunena nasi kutusalimia, na pia kualika mnenaji wakati huu. God bless you. Bwana asifiwe. Haleluya. Wendani. Wendani kwa Yesu. Bwana asifiwe. Jioni leo niko na furaha kuwa mmekuwa mahali hapa, na tumekuja sababu tunapenda Wendani, tunapenda watu wa Wendani, na mahali upendo huko Mungu anakuwa pale. Na kwa hivyo jioni ya leo tuko na sababu ya kuwa hapa. Tumekuja sababu Mungu anapenda Wendani sana, mpaka akatuwezesha kuwa hapa na tukawa wakaaji wa hapa. Na mimi sauku langu na mapenzi yangu ni kwamba hii mji wetu wa Wendani ukaweza kumgeukia Bwana, ukaweza kuwa mji wa Bwana. Na kwa hivyo tuko hapa jioni ya leo tuweze kukumbushana ya kwamba Mungu ni yule jana, leo na hata milele, ambaye ndiye anatuwezesha, ambaye ndiye anatubariki, ambaye ndiye anatusaidia, ambaye ndiye anatuinua. Na huyo Mungu ndiye amekufikisha mahali umefika. Huyo ndiye Mungu ambaye amekujali. Huyo ndiye Mungu amekufanikisha. Huyo ndiye Mungu ambaye amekushika mkono na kukuongoza ukaweza kufika mahali umefika wakati huu. Na kwa hivyo sasa
nataka niweze kuwakaribisha kanisani kwetu hapa, kanisa la Deliverance. Tuko tu hapa chini, mara ingine iko hapa, ukienda nayo hapa mahali itaishia less than 100 meters, tuko pale na tunakaribisha. Hakuna mambo mengine pale, ni neno la Mungu na kumwimbia Mungu, kumshukuru na kumwambia Mungu anastahili. Kwa hivyo jioni pale kanisa la Ukombozi ama Deliverance Church International, tuko hapa kwa ajili ya Yesu. Tunanena Yesu, tunakiri Yesu, tunaimba Yesu, hatuna jambo lingine. Na jioni ya leo ni pesa tuko hapa tuweze kukumbushana ya kwamba huyu Yesu anatupenda na anangojea wewe ambaye hujaokoka ili uweze kuunganika pamoja naye, ufanyike kuwa mwana ya Mungu. Akibariki jiji letu, akibariki biashara zetu, akibariki nyumba zetu na mji wetu, tutakuwa salama na uwepo wa Mungu utatutawala na tutafanikiwa, watu wakawa ndani, maana Mungu anatupenda. Jioni ya leo tumekuja tuweze tukaleta neno, tukamshukuru Mungu na tukamwimbia, tukamwabudu, na sasa wakati umefika ndio tuweze kusikiza neno la Mungu. Na nitaomba popote pale ulipo, kama ungeweza kutulia kidogo tu tuweze kusikiza neno la Mungu kwa kifupi, nasi tutabarikiwa. Wacheni tuombe. Mwenyezi Mungu, tunakushukuru maana uhai tulio nao ni wako. Wewe ndio umetupa na ukatufikisha jioni ya leo tukiwa salama. Asante kwa maana umetuponya, umetusaidia, umesimama pamoja nami, umetukinga, umetulinda na umetupa yote tulio nayo, biashara tulio nayo, kazi tulio nazo, na chochote ambao Bwana tunaweza kujivunia ni kwa sababu yako. Na kwa hivyo siku jioni hii Baba, tumekukaribia uweze kunena nasi Baba. Tunaposimamisha mtumishi wako, naomba ya kwamba neno lako halitaanguka chini, lakini litaingia katika mioyo ya watu wako, litaweza kuinua uhai na uzima na upendo na kuunganika na wewe, ili hali ya dhambi ikaweza kuangushwa, upendo wako Mungu ukaweza kuinuka. Nenda na kila mmoja, nafungua sikio la kila mmoja ambaye anasikia sauti yetu jioni ya leo, ya kwamba atasikia neno lako, maana tunapenda wendani waokoke, wendani wakugeukie Mungu, wendani wapendane kama jinsi wendani inamaanisha upendo wako Mungu ukatawala wendani kwa njia inayofaa, njia ya kumtukuza Mungu, njia ya kumwinua Mwenyezi Mungu, ndio boma zetu zikaweza kubarikiwa, watoto wetu wabarikiwe, biashara zetu ziweze kubarikiwa. Jioni ya leo Baba, nena nasi, na ni katika jina la Yesu Kristo Baba na mkombozi wetu tumeomba. Haleluya. Niko na furaha jioni ya leo nikiwaletea rafiki yangu mmoja, ni mchungaji, ako na kanisa hapa Githurai, na yeye ni rafiki yangu kwa muda mrefu, na siku ya leo ako pamoja nasi, atakuja kutuletea neno. Reverend John Kinothia ameinuka, ni mchungaji, na yeye kazi yake kubwa ni uinjilisti. Yeye ni mwinjilisti na neno la Mungu, na jioni ya leo tumefanikiwa kuwa pamoja naye. Naomba mahali ulipo tukawa unaweza kutulia, ndio ukaweza kusikiza neno la Mungu, utabarikiwa. Walio tulio karibu tuweze kumpiga Mwenyezi Mungu makofi napoleta mtumishi wa Mungu John Kinothia, Pastor John Kinothia aweze kutuletea neno lake Mwenyezi Mungu. Amen. Haleluya. Watu wa Mungu, Bwana asifiwe. Wanasema amen kweli. Nasema watu wa Mungu, Bwana asifiwe. Situndeka mkono kila moja mahali